Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, hivi karibuni alishuhudia makubaliano katika sekta ya afya kupitia Waziri wa Afya wa Zanzibar, kuboreshwa sekta ya afya kupitia EHNZ, ambao ni washirika wa kuboresha sekta ya afya Zanzibar, ambapo viongozi wa sekta za afya Zanzibar wameanza kujadili namna bora ya uboreshaji wa sekta ya afya Zanzibar. Wataalamu hawa leo wote hapa wamekutana ili kuhakikisha kwamba tunatoka na mpango mkakati ambao unaweza kutekelezeka ndani ya mwaka wa kwanza, ambayo itazingatia vipaumbele vya serikali kupitia Wizara ya Afya na maelekezo ambayo tumekuwa tukiyapata kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ili kuiwezesha sekta ya afya kufikia malengo ya Universal Health Coverage itakapofika mwaka 2030 kama tunavyotakiwa kwenye Millennium Development Goal. Nataka kufahamu la mwisho kabisa, ni vipaumbele vipi ambavyo mmekuwa mkivitazama zaidi kwenye mradi huu ambao ndo unatekelezwa kwa sasa, ambavyo nyinyi mnavitazama kama vipaumbele ambavyo mnaona haya na haya na haya ndo tunakwenda kuanza ili kuiboresha zaidi sekta ya afya? Vipaumbele ambavyo tumekuwa tukivitazama kupitia mradi huu ni kwanza ni ujenzi wa vituo vya afya pamoja na hospitali za mkoa, lakini la pili ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na fedha endelevu kwa ajili ya kugharamia huduma za afya hapa Zanzibar kupitia mfuko wa huduma za afya Zanzibar, yani Zanzibar Health Service Funds. Na lengo lake hii ni kuhakikisha kwamba wananchi wote wanakuwa ni wanachama wa mfuko wa huduma za afya. Lakini kipaumbele cha tatu ni kuhakikisha kwamba tunaboresha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba katika hospitali zetu. Kipaumbele cha nne ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na wafanyakazi wenye sifa ambao wanatoa huduma za afya katika vituo vya afya pamoja na hospitali. Lakini chengine ni kuhakikisha kwamba kama Wizara ya Afya tunakuwa na chuo kikuu cha afya ambacho kitatoa wataalamu ambao kweli watakuwa wenye sifa wa kuweza kutoa huduma bora za afya hapa Zanzibar, lakini pia kuweza kutoa huduma bora za afya nje ya Zanzibar. As all of us know, we already finished our preparatory phase and end up by a joint project document that been topped by the BBB contract between EHN Zanzibar and the government of Zanzibar in a total investment of 3,073.5 million US dollar. We are here today to focus upon reviewing the directions, because the consultant shows some areas that maybe it's not mentioned in details. So we are also here to go to the detailed planning process to agreed upon the activities that we're gonna do in the first years, and that is the final requirement for fund release. I appreciate Dr. Amour is here and his team. I thank all the efforts and all the support that Ministry of Health gives to the project of EHN Zanzibar, and inshallah we're looking forward for a bright healthy future for Zanzibarian citizens. Sekta ya afya kama unavyojua imepiga hatua kubwa, hasa baada ya kuingia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi awamu ya 8. Tulikuwa hatuna hospitali za wilaya, amejenga hospitali 10 za wilaya. Tulikuwa hamna hospitali za mkoa Unguja, ameshajenga hospitali ya mkoa wa Lumumba. Kama hivyo, kuna mambo amefanya, lakini bado safari haijakamilika. Na hata huu mradi ni moja ya jitihada zake na jitihada za serikali ya Mapinduzi ya awamu ya 8 ya kurekebisha, kuhakikisha kwamba miundombinu yote ya afya imekamilika na ile mfumo wa rufaa wa afya umekaa vizuri. Baada ya mradi huu kuanza rasmi na kufanya kazi kama inavyotakiwa, unadhani sekta ya afya unaiona itakuwa iko wapi kwa Zanzibar? Itakuwa na mabadiliko makubwa,
kwa sababu huu mradi pia una involve swala zima la mfuko wa huduma za afya Zanzibar, Zanzibar Health Service Fund, ambapo utasaidia sasa swala zima la gharama za uendeshaji wa huduma za afya. Kwa hiyo mradi ukienda vizuri, mategemeo yetu ni makubwa kwamba utasaidia kwa kiasi kikubwa kwenye swala zima la kutatua changamoto zilizopo katika sekta ya afya. Na je, tuna uhitaji labda wa miradi mingine na kama hii ili kusaidia sekta ya afya Zanzibar? Mahitaji hapo ya miradi mingine kama hii. Bado kuna mapungufu mengine ambayo mradi kama huo hujaweza kukava, kama hospitali ya saratani. Sasa pengine hii pia itakwenda kusaidia kiasi gani ule upungufu wa madaktari bingwa kwa Zanzibar? Mfuko huu mradi huu unaweza pia utasaidia kwa sababu kuna swala la watumishi. Hiyo kujengwa tu chuo kikuu cha afya tayari peke yake itasaidia, itatua changamoto.